Kuna mvua ilinyesha kwa takriban siku mbili ikasababisha eneo letu la Mkuyuni kujawa na maji, na kwa kweli tumekuwa tukishuhudia mafuriko kila wakati, lakini kwa awamu hii kidogo imekuwa ni tofauti kidogo, kwa sababu maji yalikuwa ni mengi sana. Na moja ya sababu kubwa, kwanza ile eneo kuna mto ambao unaitwa Nyakurunduma, ni wa historia kidogo, ni mto mrefu, ni wa muda mrefu, lakini pia kuna shughuli za kijamii pamoja na nyumba zimeingia maeneo ya mto, ambao pia na yenyewe kwa namna moja ama nyingine inaweza ikawa imechangia kwa kiasi fulani na mpaka hao watu kupata madhara. Tatizo kubwa hili limetokea sana mara baada ya ujenzi wa reli. Inasemekana huku juu kuna watu wa reli baada ya kuweka tuta lao kubwa huko wamedhibiti kabisa, wao hawaathiriki. Iya kinachoathirika ni maji haya yanakosa pa kupita, kwa hiyo yanakuja naenda njia moja tu. Zamani ilikuwa kitawanyika. Kwa hiyo hii njia lazima kuifuatilia. Sasa sio kujenga hapa tu na kumaliza. Lazima kuifuatilia nje kujua tatizo kubwa huko linakotokea mpaka maji yanashinda kusambaa ni kitu gani. Na kisha pata chanzo cha huko juu ambako maji yanatokea, ambako watu wa SGR wamejenga ujenzi wao mzuri, lakini athari inayotupata huku sisi ndio hii ambayo inakuja kutokea baada ya maji yako yanashinda kupita. Poleni sana kwa changamoto iliyojitokeza hapa ya mafuriko ambayo imeathiri shughuli zenu za maisha. Lakini tunashukuru Mungu kwamba hakuna mtu binadamu ambaye amepoteza maisha wala kuumia kutokana na kujitokeza hapa, na kwamba serikali yenu iko pamoja na nyie. Na pia tumekuja kwa lengo la kujua hasa sababu ya kilichosababisha hiki, kwa sababu ni jambo geni halijawahi kutokezea. Amesema kuna hisia kwamba kuna changamoto ya ujenzi holela imefanyika katika maeneo ambayo maji yanapita, pamoja na miradi mingine ambayo inafanyika bila kuzingatia taratibu. Kwa hiyo sisi kama serikali tuko hapa na wataalamu. Hata katibu mkuu wangu hapa yupo, yeye ndio mtaalamu mkuu wa wizara hii. Kwa namkabidhi hili jambo yeye hapa, ili akishirikiana na wataalamu wengine wa taasisi mbali, mamlaka nyingine za serikali, ikiwezekana waunde timu ya pamoja kufanya tathmini na utafiti wa kina kubaini hasa chanzo chake ni nini, ili kama serikali tuweze kuchukua hatua kwa pamoja kudhibiti jambo hili lisijirudie tena. Lakini tunaomba wananchi katika kipindi ambacho serikali inafanya kazi hii, tujitahidi sana kujiepusha kuvunja sheria ambazo sheria ikiwemo za uchafuzi wa mazingira, uharibifu wa mazingira, ikiwemo ujenzi holela. Tuhakikishe kwamba tunapata vibali kutoka mamlaka husika ambao wao wana kazi ya kuwashauri na kuelekeza utaratibu bora wa ujenzi, utaratibu bora wa kufanya shughuli zenu za maendeleo, kuepuka madhara kama haya yasijitokeze ambayo baadaye yanaweza kuleta maafa makubwa kwa jamii.